Mtazamaji, hii leo kipindi Mwanamke Ngalacha imevuka hadi katika kaunti ya Busia, ambapo niko maeneo ya Buyofu B na kutana na Maureen Odhiambo. Mtazamaji, kipindi Mwanamke Ngalacha ni kipindi cha wanawake ambao wameanguka lakini wakasimama na wakajikumuta na maisha ikiendelea. Maureen ni mojawapo wa wanawake ambao walianguka lakini wakasimama na wakajikumuta mavumbi, na ndiposa hivi sasa yuko hapa kutuelezea hadithi yake. Maureen amevalia kofia nyingi. Maureen, habari ya leo? Mzuri sana. Na asante sana kwa kutenga muda wako kutuita hapa katika boma lenyu ili uweze kutuelezea tu mengi zaidi ni kwa nini umekalia kile kiti ambacho ni cha Mwanamke Ngalacha. Labda kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anakutazama, zaidi ya jina lako Maureen Odhiambo, Maureen ni nani? Asante sana Binanzi. Mimi naitwa Maureen Odhiambo. Ni mzaliwa wa kijiji cha Buyofu B ambayo iko Nambale sub county, Busia county. Mimi mwenyewe niko na umri wa miaka 25. Alafu ni msichana ambaye ako na maono mengi, lakini nitaeleza kiufupi. Mimi mwenyewe ni tutor. Nafunza Neema Institute ambayo iko hapa Bungoma. Mimi nafundisha accounts, wanafunzi wanafanya diploma accounting, CASNEB students pia wako hapo, certificate in accounting pia wako hapo. Mimi mwenyewe ni youth governor, tunajiita youth governor of Kenya. Mimi ni youth governor wa Busia. Alafu pia mimi ni organizing secretary Global Youth Assembly ambayo ni shirika la vijana pia. Alafu pia mimi ni ambassador Kenya katika World Literacy Foundation. Ni vitu mingi ambayo nimejihusisha nazo kwa niaba ya kuwa exposed kwa masuala mengi ili niweze kusaidia vijana wenzangu katika eneo langu la Busia. Alafu mimi mwenyewe pia nimejiweka katika vitu mingi ambayo mmojawapo ni CBO yangu ya Young Life ambayo mostly na concentrate kwa young mothers, kwa sababu mimi mwenyewe kulingana na maisha yangu ambayo nitaeleza vile imekuwa, nimetaka kupeana hope, a sign of hope to the young mothers in my community. Umeelezea vitu vingi sana ambavyo umefanya. Umevalia kofia nyingi. Wewe ni mwalimu ambaye ni tutor, wewe ni young mother, wewe pia uko na maono, unataka kuwa na mwanasiasa. Lakini kabla ya hayo yote Maureen, umetuelezea hapo hivi wewe mwenyewe umesema wewe ni youth governor. Unajua hilo jina watu wengi wakisikia governor, unajua governor ni rais wa county. Labda tu utatuelezea tu kifupi, ukisema wewe ni youth governor unamaanisha kitu gani? Okay, asante Binanzi. Youth governor kwa kifupi ningependa kusema mimi ndio mwakilishi wa vijana wote hapa Busia, ambapo kikuwa na jambo lolote ambalo linahusisha vijana, mimi huenda hapo and I negotiate on behalf of the youth. Even though county yetu ya Busia ingali chini, they have not embraced vijana kama sisi, lakini tunapigana ndio wajue kwamba hata kama itachukua muda, lakini tuko na nia, tuko na maono mengi sana ambayo najua muda ambao utafika 5 years to come, 2 years to come, even 1 year to come, vijana Busia watakuwa na say, na wakisema kitu itakuwa hivyo kwa ajili yangu, naenda kuwatengenezea njia kupitia hiyo title. Ilikuwa vipi ndio ukapata hiyo ugavana? Unajua kuna ile ya kupiga kura, ulipigiwa kura, ama kuna yule mwanasiasa tu alikuona ama kiongozi fulani alikuona na akasema Maureen anafaa kuwa mwakilishi wa vijana? Okay. Shirika la Youth Governor of Kenya ni shirika ambalo limeanzishwa na kijana kama mimi ambaye kuna maono kusaidia vijana wenzake wakuwe pia stakeholders in the matters relating to governance. Ni shirika ambalo kijana ambaye ameanzisha hii shirika pia ni mwanafunzi, ni msomi kama mimi. Sasa ilikuwa tu opportunity, walifanya advertisement, alafu ikakuwa kama una hizo viwango, kama ushaikuwa student leader, ushaikuwa leader in any organization, una apply, then wanakupigia, unafanya interview. And being sincere, tulikuwa na watu over 100 from Busia County ambao wali apply for that chance, but nilistand out kwa sababu watu walienda pale juu wamesukumwa, lakini mimi nilienda hapo juu nilikuwa nataka nipewe nafasi ili nikuje ni implement vitu ningefanya huko katika ground huko kwetu Busia County. Ulisimama ukaongea, na wakaona kweli Maureen anafaa kupata hiyo cheo. Kufikia sasa ni muda gani umekuwa katika hiyo cheo ya youth governor? Youth governor ni cheo ambacho nimepewa ina run 2021, imekuwa tarehe 6 mwezi wa Januari this year.
huu mwaka. Labda kufikia saizi ni miezi karibu 4-5 tunaweza kusema. Labda kuna chochote kile ambacho umefanya ambayo vijana tayari wanaona kuwa Maureen anaweza kutuwakilisha na akatufanyia kazi na tukapata kile ambacho tunahitaji, kwa sababu unajua wakati wengi wanasema kazi kwa vijana, pesa iko kwa wazee. Labda ni kipi umesaidia vijana wakapata na wanaona kweli Maureen anatosha? Okay, kwanza mwanzo nilipopata hichi kiti cha youth governor, niliona kama ni is something yenye inaweza niweka mahali nikiongea kitu nitakuwa na umaana kuliko vile nilikuwa awali. Nilitafuta wenzangu kutoka kwa sub counties za Busia, Teso North, Teso South na Mbale sub county. Pia nilitafuta wenzangu natoka na Mbale sub county, lakini nilitaka pia mwakilishi ambaye si youth governor kwe sub county governor. Huko Budalangi nilipata, Butula nilipata, Funyula nilipata. Wote tukakuja pamoja, tukakaa, tukaona tufanye jambo gani katika hii Busia yetu, na tukaelewana because funding ilikuwa shida. Ikakuwa tufanye contribution sisi wenyewe, monthly subscription. Ikakuwa tukua tunatembea kwa mashule tukifanya motivational talks, and I'm very much grateful to report nimekutana na vijana kadhaa, nimewa inspire. Sasa hivi vile naongea hivi, kuna vijana ambao walikuwa na malengo hata ya kuingia kwa siasa, ambao walikuwa wanataka kufanya kiti ya MCA, lakini the norms in the society zilikuwa zinawashika, wangeweza kuraise na kufanya vitu ambazo wanataka. Sasa hivi niko na vijana 3 ambao mimi nimeinfluence sasa hivi, ambao watakuwa wanaingia kwa siasa na kuania viti tofauti because of my influence. Na kuna wamama kadhaa ambao mimi mwenyewe nimeenda paka nikaona. Kuna msichana ambaye alikuwa amejifungulia kwa boma, alikuwa amekosa school fees, ana chochote, mimi nikamnunulia viatu just under the umbrella of youth governor, nikamnunulia bag, tukampeleka shule, tukamwambia huyo mtoto acha mama alinde. Ni vitu kadhaa tumefanya kama youth governor. Na Maureen, tukiachana na hayo ambayo umefanya na watu wanaona, na najua pia vijana wanakusherehekea, wanajua kuwa huyu kiongozi ambaye amepata hicho kiti ni kiongozi ambaye ni kielelezo chema. Tukirejea tu nyuma, familia yako wewe Maureen, umesema wewe ni msichana wa 3. Labda tueleze tu familia yako na maisha yako mpaka hadi ukafika mahali ambapo ulionwa na wengi na ndiposa pia ukaweza kupatiwa hicho kiti, wakaona kweli Maureen anaweza. Okay, mimi nimezaliwa katika familia ya watoto 7. Mimi ni wa 3 katika hiyo familia. Tuko wasichana 4 wa mwanzo, ali the first 4 girls, alafu vijana wa mwisho ni 3. Kulelewa katika familia yangu, ningesema imekuwa jambo gumu kulelewa katika familia ambayo mimi nimetoka, kwa sababu mimi natoka katika familia yenye mamangu tu ni mke wa boma, alafu babangu ni mkulima wa kawaida tu, si large scale. Tunafanya tu mambo ya kawaida. Mimi nakumbuka nikiwa mtoto mdogo, hatukujua ati mtu kushika jembe kwenda kulima inataka ukuwe mtu mkubwa. Sisi tulianza kulima, kwenda shamba kulima kama tuko watoto wadogo sana. Hivi basi wewe unajua kulima? Wewe ni mkulima? Sana. Naweza lima sana. Sasa nimepitia maisha ambayo ni ngumu sana, yenye wengine maybe wangepitia wangeona ni mateso, lakini mimi imeweza kunijenga kufikia hapa. Nasema ni hardship nimepitia katika maisha yangu ambayo imeniwezesha kufika hapa. Tumefanya vibarua, tumefanya kazi hiyo ya watu wakivuna mahindi, unaenda huku unaokota ili uweze ununue viatu kama watu wameshatoka. Wale watoto wanarudi nyuma wakiokota mahindi na unapata mahindi mingi na kushinda mkulima. Unaenda unauza, unanunua viatu. Hiyo ni viatu zangu za kwanza kununua. Umeenda kuokota mahindi, ukauza viatu vyako vya kwanza. Ndio hiyo. Unanunua makaa kupasa nguo. Wenzako wanakuja shule wamepasa nguo vizuri. Wewe pia unatamani, unaokota hiyo mahindi unauza. Mtu akipiga hii makaa, hii chako, kuna vile wanatengeneza. Ikitengenezwa na mti imewekwa, mtu akishamaliza kutoa yake pia unaenda unarukota, unauza. Hiyo ndio maisha sasa tumelelewa. Ukakuwa katika chuo, hiyo umekuwa katika tutasema ni primary school, shule ya msingi. Ukamaliza kufanya hizo kazi tu na ukamaliza. Haya, ukaenda sasa chuo, shule ya upili. Maisha kwa shule ya upili ilikuwaje? Kwa sababu sasa hapo ni ngumu zaidi. Hapo unajua ile shule ya primary ile utangangana uokote labda unakuja nyumbani, lakini sasa shule ya upili. Hebu tuambie maisha ilikuwa vipi? Okay, mimi nilivyomaliza nilikuwa mwanafunzi mwerevu sana kusoma. Nimesoma shule ya msingi ya Buyofu Primary, na naweza kumbuka tu subject moja kwa sababu mimi ndio nilikuwa msichana wa kwanza katika hiyo subject, na ilikuwa
ilikuwa ni kama ku break the ceiling. Ilikuwa kitu haijafanyika katika hiyo shule na ilikuwa subject ya mathematics. Walimu wangu walinipenda sana kwa sababu nimekuwa mzuri sana kwa hesabu. Nilipita nikaitwa shule ya upili ya Nangina Girls ambayo iko huko Samia, ni eneo la Busia. Kufika katika hiyo shule nasema maisha yalikuwa mzuri vile nilipotarajia. Na Nangina unajua ni shule ya kuishi. Ni shule ya boarding school. Yeah. Kufika huko kwa sababu sisi nyumbani vile tulikuwa tumelelewa, juu unaamka asubuhi unakunywa chai, hatunanga escort, au unajua tu ugali imebaki hiyo utatumia kama escort. Na vile mko wengi, kila mtu anataka. Sasa tu sikuwa nimewahi experience maisha kama hiyo. Kuingia huko coming from familia ambayo jiwezi, na huko kumbe kuna watoto wenye wanatoka kwa familia ambazo wamelelewa katika utajiri. Sasa ukifika huko kulikuwa na niseme si bullying, but mimi nilifeel too not in that place. Kulikuwa na changamoto mingi, unaenda the inferiority complex ilikuwa so much, the pressure was so much. Nilikuwa paka nakumbuka nikiingia form 2 nikasema mimi nataka nibadilishiwe shule kwa sababu I was not adapting kwa hizo vitu zenye watu wanafanya, kwa sababu visiting day ikifika unapata hujalikujiwa ama hujaletewa, alafu wengine wameletewa. Nilikuwa mwanafunzi mwerevu sana kwa sababu mimi nakumbuka nikiingia form 1 out of we were 256, I was number 2 na the institution ilinitambua kabisa, lakini the stigmatization that came with that thing, the new environment, everything ilikuwa mpya. I was never a happy student. Na huku chukua ile, unajua ile wakati tulikuwa siku za kitambo, tunaweza kusema ulikuwa na labda ulikuwa na ile wakati kwenda kuambia mwalimu, mwalimu mimi unajua labda kuna ule mwalimu anajua maisha yako na unamuelezea maisha yako. Alafu uliwahi fanya kitu kama hicho ama ulikuwa tu unasema acha nivumilie tu kwa hii vile maisha yapo? Growing up, mimi nasema maisha yangu kuzaliwa, kuishi paka pale nimefika hapa, nasema nimelelewa kama mtoto mwenye nimekuwa na very low self esteem. Si kwa mtoto naweza simama mbele na nijieleze ni ile nataka ama ni lile nataka. Nilikuwa najua mtu akiwa mtu mkubwa huyu namheshimu and you are not supposed to talk back. Sasa hiyo kitu imenisumbua sana. Nikiwa high school nilikuwa napitia changamoto, unaenda bedmate maybe anakataa usipande juu nini, lakini because the lowest team ilikuwa imetake part of me, singeweza ku stand up na niseme hii ndio changamoto napitia yenye na regret. Sasa ningekuwa kama vile niko sasa ninge stand up na nitetee wale wengine pia, lakini still imekusaidia kwa sababu sasa hizi pia unaweza simama ukaongea na ukaongea yale ambayo ulipitia na hata ikatoka kwa roho yako. Maureen, hapo awali umetuelezea pia wewe ni mama ambaye ni mama mchanga. Labda tu ukisema mama mchanga, uliweza kupata mtoto ukikuwa na umri gani, na ulikuwa wakati huo ulikuwa katika darasa lipi ama ulikuwa kiwango gani cha elimu? Okay, mimi vile nilivyosema kwa introduction, nasaidia watoto ambao wamejifungulia kwa boma. Mimi mwenyewe ni mama mchanga, na kuja kwa being a young mother haikuja kama vile watu hufanya ati nakuja by accident. Yangu haikuwa by accident completely. Ilikuwa something I was sure what I was getting myself into, lakini the turn of event zilikuja zikakuwa what I never expected. Mimi nikimaliza shule ya upili nili qualify, government ikanishukua, nikaenda Kibabu University na nika enroll kama Bachelor of Commerce student and I specialize in accounting because mimi nilikuwa mzuri sana kwa mathematics. Nikasema kama naweza fanya calculations, sidhani kama books of accounts naweza nishinda kufanya huko. Sasa nilipokuwa katika my first year, I remember because of the self-esteem thing ilikuwa inanisumbua nikiwa high school, singeweza kufanya chochote. Nilifeel encouraged or motivated because nikasema kama high school nimekuwa hivi, nimekuwa mdhaifu, nimekuwa najifanya mdhaifu, and the inner spirit in me inaniambia, Maureen, can you just stand up and say something? Sasa vile niliingia katika university, that thing was telling me, Maureen, can you just stand up? Sasa nikaanza, niko muoga kabisa, lakini kikuwa na kitu kikitokea hivi najipeleka, kikuwa na kitu hivi naanza at least kwanza kuongea. Sasa in that process, wewe mwenyewe ulijituma, sio mtu alikuwa anakusukuma ufanye. Nilifika nikasema nimechoka tu kufa na vitu zinanifinya. Sasa in that nikakutana na wanafunzi wengine ambao walinisaidia, wakanishika mkono, nikaingia into campus politics, and in that nikakuwa
nikaelectiwa kama Congress lady. In the process I was representing the female students, and because of there are these temptations that zinaweza kukujia even if hata kama Mungu amekuinua, but kuna zile temptations zenye you cannot avoid. Yenye nasema mimi hizo zangu zilikuwa kama temptations, even though I had planned myself getting into them, but it was kind of a temptation. Kwa sababu mimi nakumbuka nikikuwa second year, I was my second year, nikakutana na there was a man who was at least old enough kunishinda kidogo, mwanafunzi, kwa sababu akuwa mwanafunzi. Alafu nikajiambia, Maureen, nikajiona ni kama nimetosha, naweza ku stand out na nijifanyie mambo yangu bila support ya wazazi. I can make my own decisions. Mimi alikuwa tu wanatoka nje, sio ndani ya campus, si student. Nikasema mimi naweza kujifanyia vitu zangu, naweza jisimamia without knowing that what I'm getting myself into itakuwa ngumu kujitoa. Mimi nika make arrangement. Mimi nikasema I don't want to stay inside the school hostels. Vitu mingi zikakuwa zimenitoka, nikasema nikaona, alafu being a student leader, there's that class you get, so you feel like I don't just fit here, I fit here. So in that just hurry, the man that I had met alinichukulia nyumba nje, nikaanza kuishi nje. Within a short frame tukawana, and being that from the distance where alikuwa anatoka to my university, it was a kind of 100 bob. So I decided, like, why should I be paying rent? I should just go and stay in the homestead. And it was within a short period. Even my parents were not aware. It was just a decision that I had made for myself, thinking that I was so very much grown and exposed to make such kind of decisions. So in the process, like I said, things ilienda opposite. Hauko unatarajia vile vitakuwa. Tukakaa, nikakuja kuambia wazazi wangu wakukubali, lakini ilikuwa vitu za bado umeshakaa na yeye, ndio ukakuja ukaambia wazazi. Unasukuma wazazi wako approve, ikakuwa ngumu. Mwisho nikakuja nikajiona niko mimba, nimeishi kwao. Sasa mateso ikaanza kuingia. In that time nilikuja ukiishi kwao. Hiyo wakati huyo ni mwanaume ambaye ulikuwa unaona kama ako labda na mke mwingine, ama ni mwanaume mwenye alikuwa tu ni mwanaume mwenye hana mke na yeye pia anatamani aoe? Sasa nikimit na huyu jamaa hakuwa straightforward na mimi, alafu he took advantage of my naivety, na mimi sikuwa najua. Kwa sababu nikikutana na yeye akakuwa amenieleza amebarikiwa kuwa na mtoto mmoja, lakini ndoa nayo hajaijaribu. Sasa mimi kuona hivyo nikasema huwa mtoto, and unajua sisi wanawake tuko na hii narrative yenye tunasema ati tumeumbwa to nurture life. Sasa unaona nikipata si mbaya, si I can just take care. Utachukua ule mtoto umlinde, alafu ndio maisha yenu ikuwe vizuri na yeye. Sasa alikuwa anajiambia hata kama ni mbaya, mimi naweza mbadilisha kuwa mtu mzuri. I went there with that assumption. Sasa vile tukakaa, nikakuja kugundua kumbe alikuwa kwa ndoa zingine ambazo zilikuwa zimekataa, hazikuwa zinawaka. Kitambo alikuwa kwa ndoa ambazo hazikuwa zinafanikiwa. Sasa mimi nilikaipea tu a blind eye, sikuwa naipea kama priority, because ilifika mahali ikakuwa shida, because ningeweka a lot of tension huku na baada ma student ingeni affect. Sasa nikaamua tu let the other part go, ni focus kwa masomo, but I was still there. Sasa nikakuja ulikuwa unaishi kwao? Nilikuwa naishi kwao. Alafu pia familia haikukunipenda kabisa vile nilifika hapo. Wakaniona mimi ni mwanafunzi, wakaona nimekuja maybe kukula vitu hapo kwa mali kwa boma. Kuna wakuniona kama of any importance. They never gave me the attention unaweza pea mtoto ndio akiingia kwa boma. Alikuwa na wazazi, mama, baba na madada na mandugu, lakini hawakufurahia. Walikuwa unaweza angalia mtu alafu unajua huyu hajafurahia. Sasa nikakaa, mwisho nikakuja nikatambua niko mimba. Alafu ikakuwa sasa nieleze wazazi wangu niko mimba. Mimi mwenyewe nimeanza kuwa stressed. Shule unapata Maureen, mwelekezi wangu ananielezea kuwa ni wakati wetu wa kwenda katika mapumziko. Mtazamaji, anajulikana kama Maureen Odhiambo. Ni mtoto wa kike ambaye amevalia kofia nyingi, lakini ni mtoto wa kike ambaye pia maisha yake amepitia maisha ambayo yamekuwa magumu. Mahali ambapo amefika, yeye pia anasema kweli ameanguka mara kadhaa, lakini akaamuka na akajikung'uta.
Mtazamaji, wacha tuende katika mapumziko mafupi. Maureen ametuelezea kuwa ndiye aliingia kwa ndoa. Alikuwa anatarajia hiyo ndoa ikuwe nzuri, lakini kwa bahati mbaya ikageuka haikuwa vile alikuwa anatarajia. Kwa mengi zaidi tutakuwa tunarejea katika awamu yetu ya pili ya kipindi Mwanamke Ngalacha. Mtazamaji, kumbuka pia wewe mahali pale unaweza kuwa mwanamke ngalacha na ukalie kiti ambacho Maureen amekalia. Hivyo basi kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0723820016. Tunaweza kukutembelea pia na wewe pia ukakuwa mwanamke ngalacha. Na kumbuka ni kipindi cha Runinga Magharibi, kipindi ambacho hujia kila siku ya Jumatano saa 1 usiku. Tunaenda katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea Maureen atatuelezea zaidi kuhusiana na masaibu yake na jinsi ameamka na ako mahali ambapo hapo.